Salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Ndugu yangu mtazamaji wa idhaa ya Horizon TV, karibu tena katika tanbihi yetu katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwa masikitiko unatupa mkono wa buriani, unatuaga. Lakini hatuna budi kukumbushana ili tuweze kufaidika na mengi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hasa siku za mwisho za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu yangu Muislamu, katika tanbihi iliyotangulia tuliweza kukumbushana kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihuisha usiku Ramadhani katika siku hizi 10 za mwisho, akiwaamsha watu wake wa nyumbani, na alikuwa anajitahidi sana katika ibada. Hebu tuangalie fadhila za hizi siku 10. Kwa nini hizi siku 10 zimefadhilishwa? Pamoja na kuwa Ramadhani yote nzima ina fadhila kubwa, lakini kwa nini hizi siku 10 za mwisho ziwe na fadhila kubwa? Ndugu yangu msikilizaji, ndugu yangu mtazamaji, ndani yake kuna usiku ambao unaitwa usiku wa cheo kikuu, Lailatul Qadr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wama adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Mwenyezi Mungu anatuambia hapa kuwa hakika tulikiteremsha hiki kitabu katika usiku wenye cheo kikuu. Je, tutajua vipi usiku huu wenye cheo kikubwa? Ametuambia usiku huu ni bora kuliko miezi 1000. Ndugu yangu mtazamaji, ndugu yangu Muislamu, hebu fikiria umri wa mwanadamu ama Muislamu tulivyoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alituambia kuwa umri wa umma wake ni baina ya miaka 60 na 70, na ni wachache ambao watapitisha hapo. Lakini hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuletea usiku mmoja ambao unaitwa Lailatul Qadr. Anatuambia huu usiku mmoja, ibada ndani yake hakusema ni sawa na miezi 1000, la, ni bora kuliko miezi 1000. Piga hesabu ndugu yangu mtazamaji, ndugu yangu Muislamu. Ukipiga hesabu ukigawanya miezi 1000 kwa 12, utapata miaka 83 na miezi 4. Ya subhanallah, ibada ya siku moja imekuwa ni sawa na ibada ya miaka 83 na zaidi, ibada ya siku moja katika huo usiku. Na ndio tunaambiwa katika hizi siku 10 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma yake ameuficha, lakini kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia utafuteni usiku huo katika siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Na kwa vile hatujui ni siku ipi, tufanye bidii, tujitahidi siku zote 10. Bila shaka insha Allah tutapata huo usiku wenye fadhila kubwa sana. Na ndio utaona ibada tunafanya siku hizi na dua. Utasikia maimamu katika kunuti wanasema Allahumma ballighna Lailatul Qadr waj'alna min alfaizin. Ewe Mwenyezi Mungu, tufikishe hiyo siku ya Lailatul Qadr na utujalie tuwe ni wenye kufaulu. Kwa hivyo ndugu yangu msikilizaji, mtazamaji, ndugu yangu Muislamu, tufanyeni bidii katika hizi siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuweze kupata huo usiku mmoja ambao ibada ndani yake ni sawa na ibada ya miaka 83 na miezi 4. Huo ni umri, na sio umri wa kila mtu, ni umri wa wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa umri mrefu. Katika zama ambazo tunaishi, sio kila mtu ambaye anafikisha umri kama huo. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, tufanye bidii. Wa iyaka thumma iyaka, ole wako ikiwa usiku kama ule utakukuta katika maasiya, labda unatizama filamu chafu, au pengine uko katika kusengenya, au uko naudhu billahi min dhalika, uko katika kumuasi Mwenyezi Mungu kwa njia moja au nyingine. Hebu niambie, ikiwa thawabu ni sawa na miaka zaidi ya miaka 83, na je, ukuba yake itakuwa vipi ikiwa tutamuasi? Madhambi yake yatakuwa kiasi gani ikiwa tutamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Inshallah tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishie huo usiku na tuwe ni wenye kufaulu kupata huo usiku inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi